tumeona jana kwa habari ya msalaba, na tukajifunza pia kwamba mwanzo mpya tuliupata kwa kupitia msalaba wa Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Tuliupata mwanzo mpya kupitia msalaba wa Yesu. Lakini kitu ambacho tunakitafuta ni mwanzo mpya. Amen. Tunawezaje kuwa na mwanzo mpya? Lazima kuna vigezo au hatua au vitu ambavyo vitatupelekea kuwa na mwanzo mpya katika Kristo. Amen. Sisi pamoja na maisha yetu. Amen. Sisi pamoja na hatua zetu. Amen. Haleluya. Amen. Sisi pamoja na vyote tulivyo navyo tuwe na mwanzo mpya. Haleluya. Tuwe na mwanzo mpya. Nikafafanua kwa upana sana jana kwa habari ya nini maana ya mwanzo mpya, lakini pia nikakufundisha kwa kina jinsi ambavyo msalaba unavyoweza kukutengenezea mwanzo mpya, au namna ambavyo pia ulituletea mwanzo mpya. Lakini nikakufundisha pia jinsi ambavyo unaweza ukachukua mafanikio yako au chochote kile ukakiweka katika msalaba wa Kristo na kikakombolewa, kikafanyika kuwa kipya, kikafanyiwa matengenezo. Haleluya. Amen. Kikafanyiwa nini? Matengenezo. Leo tutaangalia kipengele cha pili. Haleluya. Amen. Leo tutazungumzia damu ya Yesu. Mwanzo mpya kwa wanadamu kwa kupitia damu ya Yesu Kristo. Nitakufundisha namna ya damu ya Yesu inavyoweza kukifanya kitu fulani kuwa kipya. Majukumu ama kazi ya damu ya Yesu kwa namna tofauti tofauti. Mwanzo mpya kwa kupitia damu ya Yesu Kristo. Damu ziko nyingi sana, lakini damu hii ni damu ya kipekee ambayo hailingani na damu zingine. Haleluya. Amen. Haifanani na damu zingine. Ni damu ya kipekee. Amen. Damu hii ni damu ya ajabu sana. Ina uwezo wa kuyageuza maisha ya mtu yakawa bora zaidi. Amen. Kwa sababu Maandiko nasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Amen. Ambao hawakupenda au hawakutaka maisha yao hata kufa. Amen. Wakamshinda kwa damu. Sasa tunapohitaji mwanzo mpya katika maisha yetu, lazima tuitumie damu ya Yesu. Tumeona jana, tunapohitaji mwanzo mpya lazima tuitumie msalaba. Nikakupa faida za msalaba kama 5, ingawa zilikuwa zaidi ya hapo. Nilikupa 5 kulingamana na wakati, lakini zilikuwa zaidi ya pale. Kwa hiyo damu ya Yesu ni moja ya chanzo cha kuleta upya katika kila kitu. Unajua, wanadamu tumekuwa na ile kwamba, ili neno hata jana nimeliongea kwamba tunajua vitu vya Mungu vinahusiana na sisi tu wanadamu. Haviwezi vikahusiana na maisha, kazi ya mtu, biashara ya mtu, uchumi wa mtu. Hapana. Hata hivyo navyo vinahusiana, kwa sababu damu ya Yesu ikiwa inasimama kusafisha machafu ndani ya mtu, kutakasa, ina uwezo pia wa kuweza kuigeuza kazi ya mtu, maagano yaliyoko ndani ya kazi hiyo, biashara au katika mafanikio ya mtu yakaondoka, lakini kwa kupitia nini? Damu ya Yesu. Kwa hiyo damu ya Yesu ina uwezo mkubwa sana. Hauwezi ukautafuta mwanzo mpya pasipo kuihusisha damu ya Yesu.
ni kitu ambacho utahangaika sana. Unapotaka upya katika jambo lolote, aidha limekufa, linaishi katika namna ya mwili, jambo lolote, lazima damu ya Yesu ihusike. Sasa damu hii tuna uwezo wa kuitumia katika maisha ya kawaida na ikafanya kazi kwa namna ya ajabu, ili tuwe na mwanzo mpya katika maisha tulionayo. Hatuna namna nyingine isipokuwa kwa kupitia hatua hizi tunazokupa, ambayo leo tuko hatua ya pili. Jana tumeona hatua ya kwanza, ambayo hatua hiyo ni msalaba wa Yesu Kristo. Nikakufundisha pia misalaba iko mingi, lakini haimaanishi kila msalaba ni msalaba wa Kristo. Hapana. Msalaba ambao niliongelea jana sio ile ambayo imewekwa makanisani kule. Hiyo ni miti tu, hata wewe ukitaka unachonga unaweka nyumbani kwako. Lakini nikakwambia msalaba maana yake ni ishara ya ukombozi, uletao uzima na amani. Tunawezaje kuwa na mwanzo mpya? Tutaupata mwanzo mpya kwa kupitia hivi vitu ambavyo ndio nakufundisha katika semina hii, kwa sababu hakuna jambo ambalo linaweza kuja pasipokuwa na hatua za kulileta jambo au kulitengeneza jambo. Tunapotafuta mwanzo mpya, lazima tuwe na hatua zitakazotupelekea sisi kuwa na mwanzo mpya. Ongea mtu. Amen. Kwa hiyo ili tuwe na mwanzo mpya, lazima tuwe na vitu vya kuvitumia. Ardhi yako ili iwe na mwanzo mpya, maana yake isiwe na vifungo. Mahala pa eneo la biashara yako pasiwe na vifungo, na hata biashara yako isiwe na vifungo. Mahala popote pale, aidha ndani ya wanadamu, damu ya Yesu lazima ihusike, kwa sababu damu hii inapigana na kila kafara au damu ambayo haitokani na hii damu. Damu ya Yesu kazi yake ni kwenda kinyume na damu zote, damu zote ambazo zinanena mabaya. Sasa yawezekana kwenye kazi ulionayo, kwenye familia yako, kwenye biashara yako, kuna vinavyonena mabaya, lakini kumbuka maandiko yanasema damu inenayo mema kuliko damu ya Habili. Kumbe inawezekana, na ndivyo ilivyo, kwamba damu ya Yesu hunena mema hata kuliko ya mwanadamu ijapomwagika. Tuna uwezo wa kuitumia damu ya Yesu katika maeneo yetu na mahala popote pale, na pakawa salama bila shida yoyote. Tatizo ni kwamba hatujiamini katika kuitumia damu, lakini pia hatuiamini damu ya Yesu. Hatuiamini. Watu wanafikiri damu ya Yesu ni kitu cha kawaida sana. Yesu anasema anywae damu yangu ataishi, atakuwa hai. Maana damu yangu ni kinywaji cha kweli na ni uzima. Sasa hii damu unapoiweka mahala pa kitu kilichokufa, lazima kiishi. Hii damu unapoiweka kwenye biashara au mahala fulani palipokufa, lazima pawe hai. Ila pana maagano ya giza ambayo leo sasa tutashughulika, tutapiga maombi, tutaachilia damu ya nani? Ya Yesu. Mahala walikonena maneno yananena mabaya, iwe ni njia panda, makaburini, mahala popote pale, kuzimu, sehemu yoyote panapotuhusu sisi juu ya mabaya yanayonena, sisi kazi yetu ni kuisukuma damu ya Yesu. Yenyewe ndio itajua itapiganaje na haya mabaya. Kwa hiyo tutaiachilia damu hii, tutaiachilia makaburini, tutaiachilia. Wale wakatambika kule kwa ajili yako, wakanena maneno mabaya, wakatoa kafara ya ndege fulani, aidha kuku, wakatoa mnyama fulani,
wakanuzia ukame kwenye maisha yako. Kazi yetu tutaitumia damu ya Yesu tuliyopewa bure inenayo mema, na kazi ya hii damu inakwenda kunena juu ya kinachonena mabaya. Kwa hiyo badala ya kunena mabaya, yenyewe inakwenda inauondoa ubaya, alafu inanena nini? Mema. Katika kila eneo lililofungwa ambalo linanena mabaya, ni damu ya Yesu tutaiachilia leo. Yawezekana haupigi hatua kwa sababu kazi yako, biashara, maendeleo yako, kuna vitu vinanena mabaya ndani yake, ndio maana hausogei. Kuna watu ambao walinena mabaya kwa ajili yako, au ulikwenda mwenyewe ukajiwekea viapo na vifungo kwa mganga kipindi kile una heka. Maana kabla mtu hajaokoka hapo, ukimuuliza utaambiwa aisee, ni heka. Yaani umetolewa kwa waganga wale ambao wananyusi nyuma, wananyusi. Haleluya. Maandiko yanasema zamani za ujinga. Ni maandiko, sio mimi msinihukumu. Ukitaka kupambana na Biblia yako, zamani za ujinga. Ni maandiko yanasema, mimi sipo. Usio kasema au tumishi katunga methali. Mimi sina methali hapo. Zamani za nini? Za ujinga. Sijasikia zamani za nani? Za ujinga. Haleluya. Unasikia tumishi kaanza sasa. Sio bali nianza, nimeshaanza muda. Haleluya. Mwanzo mpya kwa wanadamu kwa kupitia damu ya Yesu Kristo. Ndio maana watu wanaimba damu ya Yesu inanena mema. Haijawahi kunena kinyume na mema, na inanena mema kwa ajili ya sisi, ila kwa adui haitanena mema kwake. Amina. Kwa anayekufuatilia kwa ajili ya kuangamiza kwake itageuka kuwa silaha. Ndio maana maandiko yanasema nao wakamshinda. Hii damu inayonena mema, wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Maana iligeuka ikawa silaha, ikapigana na wale wapinga Kristo, wanaopingana na neno la Mungu, wanaopingana na maisha yako. Ile damu ikageuka kuwa silaha kwao. Na nasema siku ya leo damu hii inanena mema, ikanene mema kwetu, lakini kwa kila aliye adui yetu ikakutana naye katika ulimwengu wa roho. Tunataka tuwe na mwanzo mpya. Tusiwe ni watu ambao tumebanana na mambo mengi ambayo yametufunga katika ulimwengu wa kiroho. Mungu alijua kabisa kuna kinachonena duniani. Maandiko yanasema damu ni uhai. Nilifundisha siku moja hapa. Sijui kama kuna masomo sijafundishaga. Damu ni uhai. Na tukajifunza kwa kina kabisa. Maandiko yanasema msile damu, maana ni uhai. Na ninaamini hakuna mtu anakulaga damu au zamani kule zile, kuna baadhi ya makabila wanakunywa kichinjwa kwa kuku, kanajifanya kana damu nyingi chini na kingo. Labda kale kakame kale kakuku kamenyonyoka, kana taabu za dunia, kakichinjwa damu yenyewe inatoka kwa matone. Kakuku kamepitia mihangaiko, kakiungana na mfugaji. Haleluya. Mara pumba hakuna, mambo ni mengi duniani, lakini bado kakaungana naye. Kuna wakati ambao wewe ukiwa umenyamaza, kuna vitu vinanena kwa ajili yako. Ukinyamaza hivyo vinanena. Kuna watu ambao hutoa makafara, na ndio kawaida ya shetani kufanya hivi, kutoa makafara ya damu kwa ajili ya kunena. Ndio maana kwa kipindi kile una heka ulipeleka vikuku, mbuzi,
kondoo si wa manjano, lete jogoo aliyekomaa mweusi, nyonyo manyoya, sio mweusi, lakini ndani sio mweusi. Mpelekee mwenyewe, mwambie mganga, hapa ndo nimepatia. Unamrahisishia mtu kutokula matembele, eti takufanikisha, afu yeye anakaa kwenye nyumba ya nyasi. Si uanze kuwa tajiri tukufuata. Unashangazi mganga ni au mjomba, mbona unainama chini? Haleluya. Haleluya. Kama hivyo aache. Na kama yuko Shinyanga, haki ya Mungu sitamwacha. Yaani wewe nenda tu kumwambia okoka. Maana kuna nabii mmoja kule ni heka. Amen. Akianza kucheka yule. Haleluya. Amen. Habakishi ukoko. Amen. Anachokihurumia tu ni chombo kilichokuwa na ukoko, lakini ukoko aache. Kwa hiyo mwambie okoka mapema na aje aopokee hapa. Amen. Haleluya. Mwanzo mpya kwa wanadamu kwa kupitia damu ya Yesu Kristo. Ukitaka kila jambo liwe jipya kwenye maisha yako, usipolihusisha na damu ya Yesu, kama haliwezi kuwa jipya. Chochote kile, iwe ni ufahamu wa mtu, akili ya mtu, kazi ya mtu, usipoihusisha na damu ya Yesu, haiwezi ikawa mpya. Kwa sababu kazi ya damu ya Yesu ni kuweza kutengeneza upya, ni kuweza kuleta mwanzo mpya katika kila kitu ndani ya mwanadamu. Amen. Lakini fahamu zetu zimekuwa zikichukua ya kwamba damu ya Yesu hutumika kwa wanadamu peke yake, sio katika hata vitu walivyo navyo. Sasa mimi nasema damu ya Yesu inatumika kwa kila kitu ulicho nacho. Amina. Hii damu ina uwezo wa kukuletea upya kwenye kazi, upya kwenye biashara ujapoitumia. Kwa sababu ikiwa maadui zako wanatumia makafara ili damu zile zinene mabaya, je, damu ya Yesu si zaidi? Maanake damu ya Yesu ni zaidi. Kama wao wanaweza kwenda juu ya makaburi, njia panda, mahala popote, viwanjani, mashimoni, ufukweni mwa bahari, mwa ziwa, kwenye mito, mahala fulani, ukienda kule kwetu kwenye Migoma, kule kwetu kule Rombo, ukienda kule. Haleluya. Amen. Ngaramtoni. Natolea tu mfano lakini simaanishi. Ningemaanisha ningenena kwa lugha. Haleluya. Kwa hiyo kuna mambo yananena kule. Ikiwa wao wametoa makafara kwa ajili ya kuharibu maisha yako, na kwa zile damu ndizo ambazo zimekushikilia wewe, maana yake damu ya Yesu ni zaidi ya zile. Amen. Kazi yako, ndoa, mafanikio, elimu, uchumi wa mtu unaweza ukaharibika kwa sababu ya damu inayonena mahali. Maana kuna damu inayonena mabaya, lakini iko damu inenayo mema ambayo ni damu ya Yesu Kristo peke yake. Amen. Acha ya kwako hiyo, ukijikwaa sio imetoka hii, iache tu. Hiyo sio damu ya Yesu, ni damu yako. Haleluya. Inakusaidia usiwe na mahengo, yaani mapigo yakae sawa. Amen. Ya roho na bandama. Kwa damu ya Yesu inasimama kuleta upya kwenye maisha ya mtu. Inaweza ikakuletea upya kwenye hatua zako, ikaleta upya kwenye kazi, ikaleta upya ofisini, ikaleta upya kwenye duka lako, mahali popote inaleta upya. Amen. Lazima usimame umwambie Mungu, damu yako iliachilia kwa ajili yangu, nami ninaiachilia damu hii uliyoiachilia iwe faida kwangu, ikasimame kwenye kazi. Maana kuna watu wanafyoko kazini, wananena mabaya, na kwa sababu hiyo yale mabaya yananena kwa ajili yao.
unaweza ukafuatiliwa, kwa sababu kuna mtu ambaye ameshatoa makafara yanamsaidia yeye kukushinda wewe. Sasa na sisi ubabe wetu, tuna damu inayotusaidia sisi kuwashinda wao. Inaitwa damu ya Yesu. Amen. Anapotoa mtu kafara ya damu, maana yake ni kwamba imsaidie kufanikisha ile jambo, kwa sababu itanena kwa maneno yake. Ile damu inapotoka, kwa sababu imeelekezwa juu ya mabaya, inanena mabaya. Kwa hiyo itanena mabaya kwako. Yawezekana kazi yako haiendi, masomo yako yanahangaika kwa sababu ya damu inayonena mabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ili tuwe na mwanzo mpya wa kufanikiwa katika kila sekta ya maisha yetu, lazima tutumie nini? Damu ya Yesu. Yenyewe itaharibu, itakwenda kinyume na kila damu inayonena mabaya. Kama kuna damu inanena fulani afe, fulani angamie, ya Yesu inakwenda mbele yake, inamwambia wewe hata kufa huyu, maana mimi nanena mazuri kwa ajili yake. Huyu hata angamia kamwe, huyu mauti kwake no. Kale kadamu sasa kale kanageuka kanarudi kwa mhusika. Tumeshindwa, inabidi tukuangamize wewe badala yake. Nami nasema waangamie. Si walianza wao? Wapigwe kwa jina la Yesu. Kwani sisi tuliwaita? Mtu akijipendekeza apewe lake. Amen. Haleluya. Amen. Akijipendekeza afanyaje? Apewe lake. Na sisi tunampa bure. Yawezekana amejipendekeza kwa gharama. Sisi tunampa bure. Amen. Pendekezo. Amen. Haleluya. Amen. Tunampa pendekezo letu bure bila gharama. Hauwezi kukaa na mwanzo mpya bila damu ya Yesu. Amen. Kwa kila kitu kile. Kuna mambo ambayo yanaletwa na damu ya Yesu kwenye maisha yetu. Damu ya Yesu inasafisha, inatakasa, inatushindia vita. Amina. Alafu pia damu ya Yesu haina ubugu, hainyamazi, inanena. Amen. Kwa hiyo tuna uwezo, ikiwa inanena mema, tuna uwezo wa kuiambia nena ushindi. Amen. Nena baraka. Amen. Mahala ambapo pamelaaniwa, pana laana, tunaiambia damu ya Yesu, nenda kanene baraka. Amen. Nenda kanene uzima mahala penye mauti. Amen. Kanene mafanikio mahala penye umasikini. Amen. Kanene ushindi mahala ambapo pana udhaifu. Amen. Damu hii inakwenda inanena kama unavyotaka. Amen. Maandiko yanasema, Yesu akawaambia damu hii ni damu imwagikayo katika nchi kwa ajili ya wengi. Amen. Mahala pengine akasema damu hii imwagikayo ni damu ya agano kwa ajili ya ulimwengu. Amen. Lakini kazi ya hii damu ni kukifanya kinachonena mabaya. Kama ni kazi ya mtu, kuna jambo baya, kuna kinachonena mabaya, au ndani yake inanena mabaya, inanena kushindwa, familia hii inanena mabaya, kwa sababu kuna mambo ambayo yameachiliwa pale, yapo hai, yanaishi katika ulimwengu wa roho, yananena. Yesu akatuletea silaha inaitwa damu. Mahala panaponena mabaya, ambapo hatuwezi kupapiga kwa maombi, tuiambie damu ya Yesu, nenda ukapigane mwenyewe. Haleluya. Nenda ukapigane mwenyewe. Watu waliofungwa wanafunguliwa kwa damu ya Yesu. Amen. Tuna uwezo wa kuitumia damu ya Yesu ikawa badala ya kitu. Si kama naeleweka? Ndio maana leo hii una uwezo wa kuyachukua maji. Sema maji. Sema maji. Haleluya. Amen. Unaweza kuyachukua maji, alafu kwa mamlaka ya damu katika ulimwengu wa kiroho yakawa damu. Amen. Na yageuza kuwa damu. Maana yake damu inakwenda
ina replace maji. Sio maji tena yenyewe inakaa, maji hayapo. Amen. Kuna mtu juzi nikaombea maji. Wakati nimebariki yale maji, nikayageuza kwa damu ya Yesu, yakageuke kwa uzima, yakapigana na kila roho iliyoko ndani ya mwili wa mtu akanya. Lakini kabla ya kunywa, alipokiangalia kile kikombe, ile glasi, akasema siwezi kunywa. Yale mapepo anaongea, hatuwezi kunywa. Kwa nini? Wasema hatutaki. Kwa nini? Anaambia kunywa ya maji, kunywa maji, kunywa maji, kunywa maji. Hiyo ni damu, niona damu. Damu, niona damu. Nikasema hapo. Alazimishwa na kukataa. Nikamwambia ongeza loudspeaker. Na kwa Mungu, kwa damu ya Yesu hiyo uinywe. Wakashika wenyewe kistaarabu. Alafu wakapika kupiga ndani. Damu sasa. Ilivyo haisubiri. Ilipopenya ndani ikakutana na hao sasa, hao wagunga. Ikakutana nao. Wakakimbia, akawa huru mpaka sasa. Kumbe inawezekana damu tukaipambanisha na kitu kinachotusumbua. Kuna roho zinasumbua katika ulimwengu wa roho, hazionekani kwa namna ya mwili. Iachie damu ya Yesu, kwa sababu damu ya Yesu inajua kabisa huyu ni adui, alafu inapigana naye. Huyu hapa inapigana naye. Maana yenyewe haina haja ya kuelekezwa. Ukiambia tu kila adui anayenifuatilia kwa damu ya Yesu, na akakimbia. Damu ya Yesu inakupa ushindi. Ndio maana ikaleta maana, nao wakamshinda kwa damu ya nani? Ya mwana kondoo. Tuitumie damu leo. Amen. Kwa damu ya Yesu, ewe kazi yangu, kuanzia leo ninakuloweka ndani ya damu ya Yesu. Amen. Leo tumewekewa kijito hapa cha damu ya Yesu. Amen. Weka kila kitu cha kwako ndani ya ile damu. Kama ni mafanikio yako yaweke huko. Hatua zako ziweke huko. Hakutabaki chochote kinachonena mabaya nyumbani kwako. Amen. Maana panapo damu ya Yesu, maagano hakuna. Amen. Mabaya hakuna. Mauti hakuna. Fungua kitabu cha Yohana Mtakatifu ile sura ya 6. Kunako mstari wa 53. Maandiko yanasema, basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambia, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Hamna uzima ndani yenu msipoinywa damu ya Yesu. Maanake mwana wa Adamu hamna uzima. Kitu gani kimekufa? Kitu gani kimekufa kwenye maisha yako? Kishike vile vile, alafu kidumbukize kwenye damu ya Yesu, kitaishi tena. Amen. Kazi yako iliyokufa itakuwa ina mwanzo mpya, itaishi tena. Amen. Hatua zilizonyamaza zitakuwa hai tena. Amen. Itarudia tena hapa. Basi Yesu akawaambia, amin amin nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kumbe uzima wa milele ndani ya damu. Tuna uwezo wa kufufua kilichokufa, iwe ni mwanadamu au kitu chochote, kwa kutumia damu ya Yesu. Ikiwa damu ya Yesu ni uzima, ewe biashara yangu, pokea uzima wa damu ya Yesu. Pokea kustawi ndani ya damu ya Yesu. Haleluya. Amen. Mstari unaofuata, mstari wa 55. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji
cha kweli. Mstari wa 56, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Damu ya Yesu ina uwezo wa kukutanisha na mwenye hiyo damu, kwa sababu ajipatanishaye na hiyo damu hukaa ndani yangu na mimi ndani yake. Kumbe damu pia ni moja ya sababu ya kuipatanisha kazi yako na Mungu, sio na mashetani. Lakini damu ya kafara ya giza kazi yake ni kuichukua kazi yako kuipatanisha na kuzimu, kuchukua familia kuipatanisha na kuzimu. Lakini damu ya Yesu, ukisoma hapa maandiko yanasema hivi, ainywe damu yangu mimi hukaa ndani yake na yeye anakaa ndani yangu. Maana yake damu hii inapatanisha. Ndio maana Agano la Kale watu walipotenda dhambi, walipoasi, walitoa mifugo ambayo Mungu aliisema, walitoa hiyo mifugo kwa ajili ya upatanisho. Makuhani walisimamia hiyo kazi, kuipatanisha hii familia au huyo mtu na Mungu. Sasa anaambiwa leta mwanandamo mwaka mmoja au mwana kondoo miaka miwili, mwana kondoo mume, maana wanasema hivi. Alafu hii itakuwa ni sadaka ya kuwapatanisha. Maana hii damu inampatanisha mtu na Mungu, lakini Mungu akaboresha, akasema hapana. Maana wanasema si katika damu ya mafahali, damu ya ndama, bali ni kwa damu yake mwenyewe. Amen. Akaingia patakatifu mara moja tu, akatupatia ukombozi. Kwa damu yake inayomema tukaokolewa. Kwa hiyo hii damu ya Yesu ina uwezo wa kuichukua elimu yako na kuipatanisha kwa Mungu. Haitakwama, haitakwama, lazima ifanikiwe. Haitakwama, lazima ifanikiwe, kwa sababu damu ya Yesu ina kivuta cha kwako na kukiunganisha kwa Mungu, ili Mungu akibariki, akistawisha. Lakini damu ya makafara kazi yake ni kuitenganisha familia yako na wewe, kuitenganisha kazi yako na wewe. Unafarakanishwa kati ya wewe na ndugu kwa damu ya makafara. Lakini damu ya Yesu inaunganisha kati ya familia na ufalme wa mbinguni, kati ya kazi ya mtu na Mungu mwenyewe, biashara ya mtu na Mungu mwenyewe. Leo tutakwenda kupatanisha maisha yetu, mafanikio yetu, hatua zetu. Tutafanikisha kila kitu, lazima tukiweke humo ili kikafanikiwe kwa damu ya Yesu. Damu hii kazi yake ni kupatanisha. Yawezekana kazi yangu imetengwa na mimi, ndio maana sioni kufanikiwa. Biashara yangu imetengwa na mimi, mke, mume, marafiki, ndugu, watu wa ukoo wako wametengwa na wewe katika ulimwengu wa kiroho. Lazima leo tusimame. Yawezekana umetengwa na wazazi wako katika ulimwengu wa kiroho. Leo tunasimama, tunaiambia damu ya Yesu. Ziko kafara zinanena katika ulimwengu wa kiroho. Wametoa migombani, wametoa njia panda, makaburini, sisi hatujui, lakini damu ya Yesu ina macho, itaona ni wapi waliponiloga kwa damu, ni wapi waliponifunga kwa damu. Alafu tunaimimina damu ya Yesu, tunaiambia nenda kanene mema, nenda kanene mema. Kazi zinakombolewa leo, tunakomboa kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu kazi yake ni kunena mema. Wao wametoa kafara, wakasema atakufa. Damu ya Yesu inaenda inasema no, anaishi. Amen. Na ile damu ambayo inaongea atakufa, itakapokaliwa na damu nzito, ikikaliwa tena haiwezi tena kuwa hai. Amen. Umeshawahi kukaliwa na mtu mzito? Ushawahi kukaliwa na mtu mzito? Pao ukamwomba kwa heshima, samahani, wewe ni mkuu kuliko ulimwengu. Amka. Sasa damu ya Yesu ina uzito mkubwa sana. Shetani mwenyewe alikimbia. Ndio maana maandiko yanasema hivi, nao wakamshinda. Aliogopa mno. Aliogopa sana. Wakati huo kama malaika akapigwa na ile damu akakimbia. Kalipoiona akasema, "Wewe
Kipindi hicho alichofanya Yesu, alijing'ata kidogo hapa akatema hapo baadaye shetani ndio. Amen. Amina, amina. Sasa sembuse amekuja akaimwaga ya kutosha. Amen. Sio ya ubavuni, sio mikononi, ya miguuni iliyokuwa imetoka huko wakati amevikwa taji la miba. Jamani, tuna damu nyingi. Tukiitupa hiyo. Amen. Kombozi unapatikana. Amen. Kwa hiyo tunapotaka upya lazima damu ya Yesu ihusike. Amen. Hakuna jambo ambalo litaendelea bila damu ya Yesu. Hebu komboa, alafu patanisha vitu vyako na Mungu. Inawezekana unafanya biashara au kazi, lakini sio kazi yako hiyo, imeshavutwa na giza siku nyingi. Unafanya ndio, lakini iko chini ya mamlaka yao. Unafanya biashara, lakini iko chini ya mamlaka yao. Ndugu zako wako chini ya mamlaka yao. Leo tunawatoa kwa damu ya Yesu. Tunaiagiza damu ya Yesu. Nenda kawavute watoke walikofungwa makaburini, walikofungwa mahala popote. Wale watu ambao wamewekwa ndani ya majeneza katika ulimwengu wa kiroho, huko nje wanasubiri mauti itokee katika mwili wafe, tunawakurupua ndani ya hayo majeneza, tunawatoa kwa damu ya Yesu. Kuna nena mauti tunaiagiza kanene mema. Amen. Unapoona mikosi na kuandama, ni kwa sababu hiyo mikosi inasababishwa na vinavyonena. Sasa kila kitu, haijalishi ni damu peke yake ya kafara imetolewa, chochote kinachonena, iwe ni maneno, iwe ni kitu chochote kinachonena, iwe ni agano fulani, madhabahu fulani, zinanena katika ulimwengu wa kiroho, zinanyamazishwa zote na damu ya Yesu. Amen. Lazima tuiachilie, tuseme kila kinachonena mabaya, iwe ni madhabahu za mashetani, iwe ni maneno yao, wamenena kwenye vilinge vyao ya kwamba sitafanikiwa, ya kwamba sitasoma, ya kwamba sitakuwa mfanyabiashara, sitavuka ng'ambo. Leo ninakataa. Damu ya Yesu ni mkombozi wangu. Amen. Ni mtetezi wangu. Amen. Leo ninakuwa pamoja naye, maana walimshinda kwa damu ya mwana kondoo. Nami naitumia damu hii, alafu naanza kuzunguka kwenye nyumba yako na achilia damu ya Yesu. Damu ya Yesu, huko nazunguka, damu ya Yesu. Nena mema kwenye miimo malango yangu, nena mema kwenye vyumba vyote, nena mema kwenye paa la nyumba yangu, nena mema jikoni, bafuni, nena mema pote kwenye vitanda, nena mema, maanake maagano yote yaliyowekwa yanaondoka. Haleluya. Mabaya yote yanaondoka, alafu panakuwa shwari kuu. Panakuwa shwari kuu, panatulia. Damu ya Yesu inatuliza dhoruba yoyote ile. Amen. Damu ya Yesu inaponya. Watu wengi sana tumeona kwa watumishi wenzetu, mtu amekufa lakini ananyweshwa maji, anafufuka. Amen. Anapiga chafya, anaamka. Lakini kimsingi ananywesha, anasema hii ni damu ya Yesu. Amen. Alafu Maria anasema ainywe damu yangu atakuwa na uzima. Amen. Lakini mtu ambaye hajainywa hana huo uzima, hana. Ni nini kimekufa? Weka damu ya Yesu juu yake, uone kama akitamka. Ulikuwa unafanya biashara, umeanzisha mipango fulani ikafa, hebu ifufue kwa damu ya Yesu. Iamuru damu ya Yesu, mipango yangu inakwenda kuinuka tena. Haiwezekani mipango ikipanga inakufa, inakwenda kuwa hai tena. Lazima nifanikiwe kwa jina la Yesu. Hii damu inaimimina juu ya mipango yangu, inaanza kuinuka. Mpango ambao uliupanga miaka 5 nyuma unafufuka tena, alafu unasimama, unatimia. Watu wengi wakipanga mipango inaishia njiani, kwa sababu kuna maadui ambao wanaachilia damu zao, wananena mabaya kupinga mipango yako isifanikiwe. Kwa hiyo kitu ambacho kinafanyika, wao wanaachilia kunena mabaya ili ikazuie ile mipango yako isifanikiwe. Kile cha kwao kinasimama kuwa beria, kinakaa mbele, kinakuwa Yeriko.
mpango wako haupiti kwenda mbele, unashangaa, unairisha, unaishia pale. Mwaka huu au mwakani nataka nifanye hiki, unabaki tu kusema mwakani nitafanya, mwezi fulani nitafanya, lakini haufanyaji. Tunakwenda kuifufua leo mipango yote ya maana ambayo uliipanga na ikafa, ikainuke tena kwa damu ya Yesu. Maana kazi ya damu ya Yesu ni kuleta uzima ndani ya mipango yetu, ndani ya kazi zetu, ndani ya watoto wetu. Yawezekana anasoma haelewi, ni kwa sababu ubongo wake na ufahamu wake umefungwa. Ukiuangalia katika ulimwengu wa kiroho ni sawa na umekufa, haelewi. Unachofaidi pamoja na kwamba umemzaa ni maziro kutoka huko shuleni. Maana ni kwamba ufahamu wake kuna kitu kilichomshikilia, kinanena chochote kinachonena. Weweka damu ya Yesu, mshike ufahamu wake, shika kichwa chake, mwambie nataka ninene damu ya Yesu ndani yako. Damu ya Yesu, umesema wewe ni uzima, na fufua akili ya mtoto huyu. Damu ya Yesu, umesema wewe ni kweli, ninakwenda kuifufua akili ya mtoto huyu. Kuanzia leo, yote yanayonena mabaya kwenye ubongo wake, damu ya Yesu kayafute, yaondoke. Alafu nena kufanikiwa, nena kufaulu, mitihani ijayo akawe wa kwanza. Alafu mwambie nenda shule. Wala usiwe na mashaka, wewe mwambie nenda shule. Jitahidi kusoma, nenda shule. Atakachokuletea amefaulu. Kwa sababu damu ya Yesu huwa haifanyi maigizo, inafanya kweli. Amen. Ni kwa vile hatujui kuitumia, na tunaona ni kitu cha kawaida sana, cha kawaida mno. Huwezi ukawa na mwanzo mpya hapa sipo damu ya Yesu, kwa sababu kazi ya damu ya Yesu ni kuleta upya. Na hii damu si damu ambayo ni damu inyamazayo, ni damu inenayo. Hii damu inanena, lakini inachonena nini? Inanena mema. Amen. Inanena nini? Inanena mema. Una uwezo wa kuyakomboa mashamba yako. Tunaelekea masika, sio? Komboa mashamba yako. Mashamba yangu, ninaituma damu ya Yesu kwa neno hili, ikakae kwenye mashamba yangu, ikanene mema, na ikasimame kuwa rutuba na mbolea kwenye mashamba yangu. Nina uhakika damu hii ina uwezo wa kugeuka vyovyote ninavyotaka, ikawe mbolea. Nitakapolima mwaka huu niwe na chakula kingi, na ndivyo itakavyokuwa. Utashangaa mimea wengine imeliwa na madumadu, ya kwako imestawi kijani kwelikweli, kwa sababu tayari uliachilia damu ya Yesu. Amen. Unashangaa biashara za wengine zinasinzia kama ambavyo ya kwako inasinzia sasa, zinasinzia, lakini ya kwako inafanikiwa kwa sababu damu ya Yesu iko pale. Amen. Inanena. Unaiambia damu ya Yesu, vuta wateja, vuta wateja. Wewe mlete tu mteja, mvute mteja, mvute mteja. Hata anayeshika madunguli si ana hela, mvute tu aje. Mimi nataka ni hela, mvute aje hapo, mvute aje hapo, mvute aje hapo. Wewe una shida na madunguli yako, unataka hela, alete hela. Haleluya. Amen. Damu ya Yesu inaleta upya. Huwezi ukautafuta mwanzo mpya katika kila jambo bila damu ya Yesu, kwa sababu damu ya Yesu ina uwezo wa kuinua kilichokufa. Ndio tumesoma hapo, tumeona ainyoe damu yangu ana uzima, lakini nje na hapo hana huo uzima, haupo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lazima kila kitu ambacho kinatuhusu kwenye maisha yetu kiweze kuamka tena, kwa sababu tuna damu ya Yesu inayosimama kwa ajili ya kuviamsha. Na mahala panaponena mabaya, hii damu inakwenda kunena pale, inanena mema. Badala ya mabaya inanena mema. Haleluya. Inanena nini? Inanena mema.
Inawezekana kuna mji wa mtu unanena mabaya, hatua za mtu zinanena mabaya, ndani ya familia ya mtu kunanena mabaya. Sasa ili tupate mwanzo mpya wa familia hii, kutokuwa na mabaya yanayonena ndani yake, lazima tuitumie damu ya Yesu. Ndio maana hapo mwanzo nikasema hivi, ili kuwe na mwanzo mpya, kuna vitu ambavyo Mungu alitupatia tuvitumie, vitutengenezee mwanzo mpya. Jana tukaona kwa habari ya msalaba, lakini leo ni damu ya Yesu. Nina uwezo wa kuifanya kazi yangu, biashara yangu, masomo yangu, hatua zangu na kila kitu cha kwangu kikawa na upya kwa damu ya Yesu. Amen. Kuna watu wamekabili, nataka nikutanue kidogo kwamba damu ya Yesu inatakasa tu na kusafisha dhambi, basi haihusiki na mengine. Nataka nikutoe hapo utanuke zaidi. Damu ya Yesu inakaa mahala popote na inashughulikia jambo lolote. Hakuna sehemu kwenye maandiko ambayo umesoma Biblia vizuri kama mimi ambayo imeandikwa ya kwamba damu ya Yesu ina mipaka katika kutumika. Haipo. Ila tu imesema inanena mema wapi popote. Maana ni kwamba nina uwezo wa kuitumia damu hii mahala popote, kwa sababu kazi ya hii damu ni kubadili mfumo wa kunena, na hii damu inanena mema, inaubadili mfumo wa kunena mabaya. Kwa hiyo mahala popote panaponena mabaya, iwe ni maneno yananena, chochote kinanena, iwe ni kwenye kazi yako, kwenye uchumi wako, kwenye biashara yako, mahala popote nitakapoisukuma hii damu itabadilisha kule kunena kwa kazi yako. Maana kuna vitu vinavyonena ya kwamba biashara isifanikiwe, kazi isifanikiwe, watoto wasifanikiwe. Kwa hiyo hivi vitu vinavyonena ni mabaya, yananena kwenye familia. Sasa yanaondokaje? Kuna kinachonena badala ya hivyo, kuna kinachonena zaidi ya haya. Kwa hiyo nitaiachilia hii damu ya Yesu, nitaituma damu ya Yesu, alafu niambia nenda kila mahala panaponena mabaya kwa ajili yangu, mahala ambapo pananena vifungo kwa ajili yangu, kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya kazi yangu, kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya biashara yangu, kwa ajili ya uchumi wangu. Damu ya Yesu ninakuachilia, nenda, ninakuagiza nenda, na damu ya Yesu inakutii, inakwenda, inaanza kutafuta mahala popote, mahala popote, iwe ni mashariki inaenda, magharibi inaenda, kusini inaenda, kaskazini inakwenda, inabomoa yale mabaya, inanyamazisha kimya yanayonena mabaya, alafu inashika ile nafasi. Tayari umetengenezewa mwanzo mpya, lakini hauji mwanzo mpya bila damu ya Yesu. Amen. Ongea na mtu. Amen. Hapawezekani kuwa na mwanzo mpya pasipokuwa na kitu ambacho kitakupelekea kuwa na mwanzo mpya. Ndio maana jana tuanza na msalaba, leo tuko na damu ya Yesu. Na kesho tutaendelea. Ni kitu gani najua Bwana, mimi sijui. Lakini pia itakuwa ni moja ya silaha ya kutufanya tuwe na mwanzo mpya. Mwanzo mpya hauji kirahisi kama ambavyo tunafikiria kwamba umekaa tu alafu mwanzo mpya ukafika. No, kuna vitu ambavyo Yesu Kristo alituletea, akasema utumieni msalaba. Kwa huu msalaba ni nguvu ya Mungu, alafu itumieni damu hii. Hii damu yangu ina uzima, ainywae hata kuwa na mauti, na hii damu inanena mema, itumieni. Mahala panaponena mabaya, mwanzo wako wa kufanikiwa umeharibika. Una uwezo wa kutengeneza huo mwanzo tena kwa kutumia damu yangu, asema Yesu. Amen. Kwa hiyo tuna uwezo wa kuitumia damu yake kutengeneza mwanzo mpya katika maisha yetu. Amen. Ukitaka mwanzo mpya, tumia damu ya Yesu. Amen. Mwanzo mpya utaletwa na damu ya Yesu. Kuna vita wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Tayari kukawa na ushindi. Mwanzo wa kushinda kwako, chanzo chake ni damu ya Yesu. Kwa hiyo ili kuwe na mwanzo mpya katika kitu chochote kile, lazima damu ya Yesu ihusike. Kwa hiyo tutaiachilia hii damu iende katika kila maeneo yanayonena mabaya, ambayo ndiyo yalisimama kunena kinyume na hatua zako, kinyume na mafanikio yako, kinyume na kazi yako, yakaanza kunena tofauti. Maanake damu hii
tunaiachilia huko, ikabadili kule kunena, ikabadili kule kuongea, alafu yenyewe ikaongee badala ya yale maagano, yenyewe ikaongee badala ya zile madhabahu, yenyewe ikaongee badala ya yale maneno, yenyewe ikaongee badala ya zile kafara. Tayari tunaupata mwanzo mpya. Hatutakuwa tena kwenye shida, hatutakuwa tena kwenye vifungo, kwa sababu iko damu inayotusaidia kutengeneza upya. Kama kazi imeharibika, basi achilia damu ya Yesu kwenye hiyo kazi, itafufuka. Biashara itafufuka tena. Maana yake kazi yako itakuwa ina mwanzo mpya ambao ni mzuri, haitarudi nyuma tena, lakini chanzo chake ni damu ya Yesu. Unapoona sehemu yoyote kuna shida ya kufanikiwa, aidha ni kwenye biashara yako, unaona kuna suasua kwenye kazi, kwenye elimu, mahala popote, lazima utambue kuna kinachonena juu ya hukumu huo, kuna kinachonena juu ya chuma ulete hiyo, kuna kinachonena juu ya hayo yote ambayo unayapitia. Sasa kinyume chake, achilia damu ya Yesu. Wewe achilia damu ya Yesu. Kwa hiyo chukua damu ya Yesu, ikutanisha na kazi, ikutanisha na biashara, ikutanisha na wanao. Sasa yale ambayo yananena mabaya ndani yao, vifungo na vitu vingine, vinaondolewa na hili damu, kwa sababu kazi ya damu ni kunena mema. Okay, wote. Kazi ya damu ya Yesu ni kunena mema. Damu ya Yesu ni ya ajabu sana. Ina uwezo wa kukivuta kilicho mbali na kukisogeza au kuvikutanisha vitu viwili. Kwa mfano, sisi tulikuwa mbali na Mungu, damu ya Yesu ikatukutanisha naye tena. Hebu tusome hilo andiko la Waefeso. Waefeso sura ile ya pili. Waefeso sura ya pili, mstari wa 11 na kuendelea iko chini. Waefeso sura ya pili kuanzia mstari wa 11. Tazama jinsi ambavyo damu ya Yesu ni ya ajabu sana. Ina uwezo wa kutengenezea mwanzo mpya, lakini sio sisi wanadamu tu. Yawezekana kazi yako imetengwa mbali na Mungu, na ndio maana hakuna baraka inayokaa kwenye kazi, hakuna baraka iliyokaa kwenye elimu yako. Kuna jinsi ambavyo masomo ya mtu yamefarakanishwa na baraka za Mungu, ndio maana hayastawi, anakatisha tamaa badala ya kufaulu na fedha, kwa sababu imefarakanishwa na Mungu ambaye angetakiwa kuibariki. Kuna kitu katikati pale kimekaa kilichokiambaza, kimeitenga kazi au masomo na baraka ya Mungu, ndio maana hayastawi, kwa sababu baraka ya Mungu ni ule uwezo unaostawisha. Anasema nitabariki, maana yake nitastawisha, ndio tafsiri ya baraka. Mstari wa 11, kwa ajili ya haya kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, mnaoitwa wasiotahiriwa na wale wanaoitwa waliotahiriwa, yaani tohara ya mwilini iliyofanyika kwa mikono, kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo. Hamna nani? Kristo. Mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio wa maagano ya ahadi ile. Mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu. Kwa nini? Kwa damu yake Kristo. Unaona sasa, nilichokuwa nataka kulenga ni damu hapo. Ndiyo, tulikuwa mbali, tulifarakana na maagano ya ahadi ile. Maana kutoka katika maagano ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo, tuliondoka katika jamii ya Israeli, hatujulikani, Mungu hatutambui tena. Lakini damu ya Yesu ikatutambulisha mbele za Mungu ya kwamba sisi nasi ni wanadamu, sisi nasi ni watoto wake. Tuliokuwa mbali tukawekwa karibu na Mungu, tukawa watu wa nyumbani mwake. Nani? Kumbe yawezekana kazi yangu imetengwa na baraka ya Mungu. Ninachofanya mimi, naitumia damu ya Yesu, naichukua kazi, alafu naikutanisha na damu ya Yesu. Baada ya hapo baraka ya Mungu inadhihirika, kwa sababu damu ya Yesu itakachofanya kazi yake ni kuivuta kazi yako, kuisogeza kwenye baraka.
kuyavuta masomo, kuyasogeza kwenye ustawi, kuvuta uchumi na kuweza kuongeza. Hiyo ndio kazi ya damu ya Yesu. Kuna vitu ambavyo vimeibiwa kwetu katika ulimwengu wa roho. Mashetani yamenyakua, tumebaki watupu. Ndio maana tunapaswa kurejesha. Sasa damu ya Yesu inasimama kukileta kilichoibiwa, inakifuata mahali kilipo, alafu inakirudisha kwako. Kwa sababu kazi ya damu ya Yesu ni kuchukua pande A na B kuvikutanisha. Sasa A ni wewe, B ni kazi yako iliyoibiwa, inavutwa inaletwa kwako. Biashara yako iliyoibiwa inavutwa inaletwa kwako. Haleluya. Tuendelee kusoma hapo chini. Mstari ule wa 14. Kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Lakini ukumbukeni kwa damu, naye akisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndio sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani, akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba, akiisha kuufisha ule uadui kwa huu msalaba. Haleluya. Damu ilipomwagika ikatengeneza ukaribu. Ikatengeneza nini? Ukaribu. Maana sisi tukamkaribia Baba. Hebu tusome huo mstari wa 18. Kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika roho mmoja, lakini kwa damu. Anasema ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Haleluya. Tuna uwezo wa kurejesha kwa kutumia damu ya Yesu. Ninarejesha hichi kwa damu ya Yesu, narejesha kile kwa damu ya Yesu, narejesha hiki kwa damu ya Yesu, narejesha kazi yangu, narejesha ndoa yangu, narejesha watoto wangu, narejesha fahamu zao, narejesha hiki kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Maana kwa kadri unapotamka damu ya Yesu ndivyo inavyozidi kufanya. Inarejesha vile vile unavyosema, inarejesha. Baada ya kumaliza maombi, unaona kuna mabadiliko kwenye familia yako, kuna mabadiliko kwenye biashara, kuna mabadiliko kwenye elimu, kuna mabadiliko kwenye ndoa, kuna mabadiliko kwa watoto wako. Haleluya. Kunakuwa na mabadiliko. Haleluya. Haleluya. Damu ya Yesu ni chanzo cha mwanzo mpya kwenye maisha yako. Ukitafuta kufika mahala, kuna hatua za kukufikisha. Sasa sisi leo tunataka tuwe na mwanzo mpya. Je, tunakuwa na huo mwanzo mpya kwa namna gani? Tutumie vigezo gani? Njia gani? Tumeanza na njia ya jana, lakini leo tuko ya pili. Tunatafuta neno moja tu, mwanzo mpya. Tunawezaje kuwa na mwanzo mpya? Je, Yesu alituachia vitu gani ili tuvitumie sisi kwa faida ya maisha yetu, tutengenezwe au tutengeneze upya kwa kutumia vitu gani? Damu ya Yesu. Amen. Inaeleweka? Amen. Kwa kutumia damu ya Yesu. Ulize jirani yako, unaelewa? Ulize tena. Mwambie unaelewa? Haleluya. Amen. Kitabu cha Waebrania sura ya 10. Waebrania sura ile ya 10. Waebrania sura ya 10 mstari wa 19. Maandiko yanasema, basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya nani? Ya Yesu. Njia ile aliyotuanzia, iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yaani mwili wake, na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu, na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyizwa mioyo, tuache dhamiri mbaya, tumeoshwa miili kwa maji safi. Anazungumzia tuwe sawa na watu tulioshwa kwa maji safi.
lakini kimsingi kinachohusika pale ni damu. Mstari huo wa 19, basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Tazama maajabu ya hii damu. Tazama maajabu ya hii damu. Inakuwezesha kupaingia patakatifu. Wakati mwingine usiende kwa kuwa unaweza kwenda. Kwenda sio tatizo. Tatizo ni kukubalika ulipoenda, kama ni madhabahuni au mahali popote pale. Damu ya Yesu pia ni msaada wa kukuwezesha kupaingia. Haleluya. Amen. Sasa patakatifu panapoongelewa sio hapa duniani, ni katika ufalme mbinguni ndio panapoongelewa. Hakuna mtu atakaye uingia huo ufalme kama hana uhusiano na damu ya Yesu. Kwa hiyo tutakuwa na ujasiri wa kuingia mbinguni, lakini kwa damu ya nani? Kwa damu ya Yesu. Na tuna ujasiri wa kuingia kanisani kwa damu ya nani? Kwa sababu tuna uhakika kwamba damu hii inatosha, inatusafisha, inatutenga mbali na ubaya. Kwa hiyo ina ujasiri wa kuingia patakatifu pa patakatifu kwa hii damu. Kwa hiyo damu ya Yesu ni moja ya chanzo cha kukufanya wewe uwe na mwanzo mpya. Mahala palipoharibika, damu hii inasimamisha tena. Mahala paliponena mabaya kwa muda mrefu, damu hii ina uwezo wa kufuta kile alafu ikanena mema, ukawa na mwanzo mpya wa kuinuka tena. Kilichokuwa kinanena mabaya kwa miaka mingi au kwa muda mrefu, maana ni kwamba damu hii inakwenda inakaa pale. Kile kitu ambacho kilikuwa kikinena kwa miaka mingi au kwa muda mrefu kinanyamaza kimya. Lakini je, umewezaje kuwa na mwanzo mpya wa kuweza kuyashinda yanayonena mabaya, alafu uingie katika namna ya ushindi? Pasipo damu uwezi. Maana jibu lake ni kwamba ni kwa damu ya Yesu. Amen. Sio kwa damu yako. Damu ya nani? Wala sio kwa damu yangu. Ni damu ya nani? Ya Yesu. Biashara kanasinzia, kapatanishe na damu ya Yesu. Alafu uone. Unapoona kitu akiendi, maana yake kuna kitu kinachonena mabaya. Kuna yanayonena mabaya huko. Kuna vipingamizi kwenye kazi, kwenye masomo, kwenye kila kitu. Lazima ujue kuna mambo yanayonena, kuna kinachonena ndani ya kazi yako au katika sehemu mbalimbali za maisha yako. Hakuna kifungo pasipo kitu kinachonena. Huwezi ukasema hapo pana kifungo ikiwa kumenyamaza kimya. Lazima kuna kinachonena. Ndio maana pakiitwa nini? Kifungo. Tunapozungumzia vifungo vya kiroho, maana yake ni kwamba hauwezi ukasema mtu huyu kafungwa kama hakuna kinachonena ndani yake. Kwa sababu hakuna maana ya kifungo kama kuko kimya, hakuna kinachonena. Kwa hiyo kama ana kifungo, maana yake hiyo ni roho inayonena ndani yake. Basi achilia damu ya Yesu ili awe na mwanzo mpya wa kufunguliwa kwake, aanze kuishi tofauti na alivyoishi mwanzo, kwa sababu aliishi katika mapepo kunena, vifungo kunena, mahakama kunena. Sasa aishi, awe na upya wa kuishi kwa kunena kwa damu ya nani? Ya Yesu. Haleluya. Kwa kunena kwa damu ya Yesu. Hebu nenda sura ile ya 12 Waebrania. Sura ya 12 Waebrania mstari ule wa 24. Tumalizie hapo na kisha tuombe. Maandiko yanasema, na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inayomema kuliko ile ya nani? Ya Habili. Narudia tena. Mstari wa 24. Na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyiza, anasema ile inayomema kuliko ile ya Habili. Unapoona neno kuliko, wewe ambao umesoma Kiswahili vizuri, kuliko maana yake ni zaidi ya kila kitu kilichopo nyuma ya kuliko.
Si kama nimeeleweka? Kwenye sentensi pale ukikuta sentensi ina kuliko, kuanzia kwenye kuliko kurudi nyuma haliwezi kuliko kuanzia kwenye kuliko kwenda mbele. Maana yake kwenye kuliko kwenda nyuma ni kidogo kuliko kwenye kuliko kwenda mbele. Nimeeleweka? Haleluya. Amen. Kwa hiyo damu hii inanena mema kuliko ile ya Habili. Ya Habili ililaumu sana, ilinena laana, inanung'unika. Mungu akasema, akamwambia Kaini, naona damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Maana yake inanung'unika. Kumbe damu inanena, damu inanena. Sasa damu hii ya Yesu inanena mema kuliko. Ni sehemu gani ambapo inanena mabaya? Sehemu gani ambapo imefungwa? Sehemu gani ambapo kuna mabaya yananena? Sasa hii damu inanena kuliko yanayonena. Hii damu inanena kuliko kinachonena kwenye kazi yako. Hii damu inanena kuliko kinachonena kwenye ufahamu wako. Hii damu inanena kuliko kinachonena kwenye ofisi yako. Hii damu inanena kuliko kinachonena kwenye biashara yako, kwenye familia yako, kwenye ukoo wako. Sasa lazima tuiachilie hii damu iende mahala pote panapotuhusu sisi, ili mahala popote panaponena mabaya, kwa kuwa hii damu inanena kuliko, tunaiachilia kule. Maana hii inanena kuliko, basi iende. Si wamenuizia mabaya, hii ni kuliko, iende. Si wamesema hautashinda, hii ni kuliko, iende. Si wamesema ya kwamba utakufa na ajali, hii inanena kuliko, iende. Na kufundisha taratibu ili tukiingia kwenye maombi usiwe mgeni. Kwamba tunaomba ni nakupa akili ili tukiingia kwenye maombi usijiulize ni kupiga nini maombi. Haleluya. Amen. Kwa sababu nataka uhame kwenye mambo ya kale. Ulifungwa ndio ukufanikiwa ndio. Je, utaishi hivyo? Utaendelea kuwa hivyo? Lazima tuwe na mwanzo mpya. Utakapotufanikisha tusiishi tena katika ile hali ya kale au ya zamani. Ndio lengo la hisemi kwamba tuondoke kwenye kuishi katika ile kawaida, kwa kawaida ya kutokuona hiki, kutokufanikiwa hiki, kufanikiwa kwa namna hii, hatua ziko hivi. Tuhame kwenye hiyo kawaida. Tutakapohama kwenye hiyo kawaida, tayari tutauita huu ni mwanzo mpya. Umesoma kwa shida. Vipi sasa kizazi chako kinachokuja? Kwa sababu usipokuwa na mwanzo mpya, nao watasoma vile vile kama wewe ulivyosoma. Umepambana ukajenga kwa shida. Vipi na kizazi chako kinachokuja? Kwa sababu usipokuwa na mwanzo mpya ya kwamba kuanzia sasa kizazi changu kisienende kama ambapo mimi nilienenda au nilipita. Kuwe na mwanzo mpya. Wasihangaike kama mimi, wasipite katika namna fulani kama mimi, wasije wakateseka kama mimi. Ninatengeneza mwanzo mpya, wao wakawe na mafanikio, wakavuke. Shetani alinitaabisha mimi, lakini sio kwao, hataweza tena. Kwa kuwa natengeneza mwanzo mpya leo juu ya maisha yao, natengeneza mwanzo mpya leo juu ya maono yao, juu ya kazi zao, juu ya yote ya kwao. Maanake wataishi kwa namna ya huo mwanzo mpya, sio kwa namna ile ya zamani ulikopitia wewe. Lakini usipotengeneza mwanzo mpya, watatembelea cheni ile ile, wataenenda katika mnyororo ule ule. Ndio maana kuna wakati tunahangaika leo kwa sababu ya minyororo ya ukoo ambayo iliwekwa na mababu zetu wa zamani, waliweka wakatambika. Tunahangaika leo hii, haikupaswa tuhangaike hivyo. Tunahangaika kwa sababu kuna mambo yananena ya zamani ambayo yapo mpaka leo yanatuhusu. Pamoja na kwamba tumeokoka, lakini bado yametushikilia
Ndio tunasifu, tunamwabudu Mungu, lakini yako maagano yamesimama kwenye ulimwengu wa roho, yanasema hata jenga huyo. Yeye aokoke ndio, lakini hata jenga huyo, hata fanikiwa huyo, hata songa mbele huyo, hata ona amani huyo. Yale maagano pale yananena. Leo tunayaambia ni mwisho. Mlinena kwa mababu, mimi sijazeeka, sio babu, kwa hiyo sifanani na wao, ninajitenga na nyie kwa jina la Yesu, na damu hii ikasimame, ikageuke nyundo, iziponde kwa jina la Yesu, iharibu kabisa hizo cheni zote. Alafu kuanzia leo mimi na familia yangu na kizazi cha 14 baadaye wataishi vizuri. Huo ndio mwanzo mpya ambao tunataka tutengeneze. Tusiingie mwaka ujao kwa namna ya uzamani. Ndio tulitaabika, lakini je, tuende na namna hiyo? Hapana. Tunafanya nini? Mungu akasema neno ni moja tu, mwanzo mpya. Mwanzo mpya, hakuna kingine. Tumehangaika miaka hii iliyopita na mpaka huu yatosha, na mpaka corona tuiambie yatosha. Tunataka mwanzo mpya. Taarifa za habari zibadilike basi. Tuwe na mwanzo mpya. Tumwambie Bwana, damu yako ikalifute jambo hili la ajabu lisilojulikana. Kila mtu anaita kwa jina lake, kila daktari au mwanasayansi anakuja na sera zake. Bwana, tunataka mwanzo mpya, lisizungumzwe tena, likatoweke kabisa, ili sisi tufanikiwe, tukutukuze wewe, kwa sababu asilimia kubwa ya watu wanalitukuza liuviko. Sasa watu wanatembezi hawatoi mikono, wanaweza sifiwa. Bwana gani anasifiwa mikono huku wewe? Haleluya, haleluya. Tunataka mwanzo mpya. Iliingia ndio, lakini haitaendelea, kwa sababu mwanzo mpya utasimama kuipinga hii corona iondoke kabisa. Haitafika nyumbani kwako wala kwenye miimo ya malango yako, itaondoka, kwa kuwa damu ya Yesu inanena mema nyumbani kwako kuliko corona. Yenyewe inanena mema kuliko. Kwa hiyo hakuna jambo ambalo litanena juu ya damu ya Yesu, kwa sababu damu ya Yesu inanena kuliko. Maanake hii ni nzuri sana tutakapoitumia kutuletea mwanzo mpya. Kulikuwa kunanena mabaya ndio, lakini je, iendelee kunena hivyo? Tuendelee kunena hivyo? Na ikiwa hatutaki kuendelea kunena hivyo, tufanyaje? Mungu akasema kuna damu ya Yesu au damu ya mwanangu, hiyo mkiitumia kutanena mema, kwa sababu hii ni damu ambayo inanena kuliko ile ya nani? Ya Habili. Sasa hapo maana yake tumepewa mfano, inanena kuliko ile ya Habili. Maana yake haitoshi, sio Habili tu, hata kama kuna mjomba inanena zaidi yake, kama kuna kafara inanena zaidi yake, kama kuna mwaya inanena zaidi yake, kama kuna nani inanena zaidi yake. Sio huyo tu, ametolewa kama mfano. Amen. Lakini inanena kuliko zote. Kumbe hii ni silaha ya kututengenezea mwanzo mpya. Lazima tuiachilie. Amen. Lazima tuiachilie, alafu tuiagize kwa mamlaka. Damu ya Yesu, ninajitenga kwa kutumia damu hii na maagano ambayo yamenifanya nisifanikiwe kwa mipango yangu ndani ya mwaka huu na hata mwaka juzi, mwaka jana. Damu ya Yesu, nenda kasimame, unitenganishe na mipango yote ya giza na kila ambacho kinanikwamisha. Alafu kuanzia leo ukanene mema, ili kila mpango nitakaoweka ukafanikiwe. Inakutengenezea mwanzo mpya katika ulimwengu wa kiroho. Maana ni kwamba inakumbia mambo mapya, inafuta mambo ya kale, inakata vifungo, inaondosha mabaya, alafu inanena mapya. Amen. Haleluya. Inanena nini? Inanena mapya. Kwa hiyo damu ya Yesu ni moja ya silaha ya kukutengenezea mwanzo mpya. Lazima uvipate vitu ambavyo vitauleta mwanzo mpya juu ya maisha yako. Na hivi vitu Yesu alituachia sisi iwe zawadi kwetu, kwamba tuvitumie, kwa sababu yuko adui mwovu atendaye kazi yake ni kuharibu. Anakuharibia mwanzo wako mpya, unaanza kuhangaika.
Sasa Yesu akasema, nilikuachia damu. Unapoona kumeharibika, damu ina uwezo wa kurejeshea pale pale. Unapoona mwanzo mpya, unasonga mbele. Ukiona kuna kitu mbele kinanena tofauti, wewe chukua tu damu iweke, unapita. Ukiona kuna kitu mbele iweke, unapita. Kwa hiyo tunashinda na zaidi ya kushinda kwa hiyo damu ya Yesu. Lakini hatuitumii inavyotakiwa, hatuitumii inavyopaswa. Tunaiona ni kitu cha ajabu kidogo sana. Hiyo damu sio damu ya kuku unayemchinja, ni damu ya Yesu, na ni damu ambayo ni ya ajabu sana. Yaani ingekuwa inaonekana mwilini, tungeinywa kama juisi. Haleluya. Hapo tulikokaa hapo, ungeona ile chupa ni kubwa kweli. La nini? La damu ya Yesu. Damu ya Yesu iko haraka mno. Kuna siku nilifundisha kwa habari ya aina za mamlaka. Nikatoa mamlaka 5 za msingi. Nikasema mamlaka ya jina la Yesu, mamlaka ya Roho Mtakatifu, mamlaka ya damu ya Yesu, mamlaka ya neno. Haleluya. Amen. Kwa watu wanaokumbuka. Haleluya. Nilifundisha hii. Sasa twende tukaitumie damu ya Yesu kwa ajili ya kutengenezea mwanzo mpya. Kamata jambo lipeleke msalabani, kwa sababu pale ndipo ambako palimwaga damu, palitokea chanzo cha damu msalabani. Kukazaliwa damu katika msalaba, ambao kwao wanaokolewa ni nguvu ya Mungu, lakini kwao wanaopotea ni upuuzi. Kama wapuuzi waliopotea, kwa sababu kwao wanaopotea ni nini? Lakini kwetu tunaokolewa ni nguvu ya nani? Kwa hiyo kama msalaba kwetu ni nguvu ya Mungu, lazima tuutumie msalaba, tuuvute usimame kwenye miji yetu, kwa sababu msalaba kwa wanaokolewa ni nguvu ya Mungu. Ukisimama kwenye nyumba yangu, maana yake nguvu ya Mungu imesimama, nguvu za Mungu zimetulia. Utanyolewa usiku? Hapana. Utaamka na kiduku? Hakuna. Utaamka na kisoso kinywele kimoja hivi, alafu anapokea na kishanga kabisa hivi urembo hivi, siku naamka nao. Hakuna, kwa sababu kuna nguvu ya Mungu. Umelala alafu naamka asubuhi matete kuanga, hujui ametoka wapi. Haleluya. Amen. Haleluya. Basi simama tukaombe. Bwana, Bwana, kwa damu yako, kwa damu yako, kwa damu yako, kwa damu yako, kwa damu yako ninavuka, kwa damu yako ninatawala, kwa damu yako, kwa damu yako ninashinda, 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 ninashinda kila neno linalonena mabaya juu ya maisha yangu, juu ya maisha yangu, ninaiachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu ikanene juu ya mabaya hayo. Ninaiachilia damu ya Yesu kwenye maisha yangu, damu ya Yesu kwenye familia yangu, damu ya Yesu kwenye mwili wangu, damu ya Yesu kwenye kazi yangu, damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye biashara yangu, damu ya Yesu kwenye uchumi wangu, damu ya Yesu kwa watoto wangu, damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye ukoo wangu. Ninaiachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu ikanene mema, ikanene mema, ikanene mema, ikanene mema. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, ninakuagiza ndani ya nyumba yangu, kanene mema, kanene mema. Damu ya Yesu, ninakuagiza kwenye kazi yangu, ninakuagiza kwenye ofisi yangu, ninakuagiza kwenye biashara yangu, nenda kanene mema, kanene mema, kanene mema. Ninakuagiza
ninakuagiza damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu ndani ya ukoo wangu, ninakuagiza damu ya Yesu, damu ya Yesu ukatengeneze mwanzo mpya, mwanzo mpya juu ya maisha yangu, juu ya familia yangu, juu ya kazi yangu, juu ya jamii yangu, juu ya uchumi wangu, juu ya fedha zangu, kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu kanene mema, kanene mema, njia panda mahala popote walikonifunga, ninakuagiza damu ya Yesu, ninakuagiza damu ya Yesu kanene mema, kanene mema, kanene mema, kanene mema, damu ya Yesu, damu ya Yesu mahala popote walikonena mabaya kwa ajili yangu na nyumba yangu na familia yangu, iwe ni maneno, iwe ni kwa sadaka zao, ninakuagiza leo damu ya Yesu kanene mema, damu ya Yesu kanene mema, damu ya Yesu kanene mema. Hebu achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu, rabakaya rabasaka, achilia damu ya Yesu. Sema tu damu ya Yesu, nena mema ndani ya familia yangu, mahala popote walikoweka mabaya, mahala popote inapotoka sauti ya laana juu ya nyumba yangu, achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu. Yawezekana kuna sauti ya laana, kuna sauti ya kifungo, kuna sauti ya mabaya inanena mahala fulani, achilia damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, maana hii ni damu inayonena mema kuliko mabaya yetu. Niachilie damu ya Yesu, rabakala rabasaka, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu yatosha kwa mabaya haya kunena ndani ya jamii yako, yatosha, yatosha. Yawezekana ndoa yako ina amani, yawezekana kazi yako ina amani, yawezekana masomo yako hayana amani, achilia damu ya Yesu, damu ya Yesu. Hii damu ya Yesu inabatilisha, inageuza, inaangamiza, inayafuta mabaya yetu yanayonena ndani ya mji wako. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Yawezekana yako magonjwa sugu yanayonena ndani yako, achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu. Sema tu damu ya Yesu, ninakuagiza nenda nyumbani kwangu, damu ya Yesu, nenda kwenye kanisa, damu ya Yesu, nenda mahala popote, damu ya Yesu, nenda njia panda, damu ya Yesu, nenda mahala popote panaponena mabaya, wameweka uganga, unanena mabaya kwa ajili yangu, wamewanga wananena mabaya, achilia damu ya Yesu, rabakala rabasaka, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Hii inatengua maneno yao, hii inafuta kinachonena mabaya, hii inanena kinyume chao, inanena kinyume chao. Damu ya Yesu, achilia tu damu ya Yesu. Nataka kuona watu nasema damu ya Yesu, nenda nyumbani kwangu, nenda kwenye jamii yangu, nenda kwenye familia yangu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Iachilie ndio ikanena mema, iachilie ndio ikanena mema, inafungua ndio inafungua kifungo. Hii damu ya Yesu inapangua ndio mipango yao, inapangua ndio mipango yao, rabakala rabasaka. Hii damu inaleta ushindi, maana nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo. Na ninaiachilia damu hii ikaleta ushindi, na ninaiachilia damu hii ikaleta ushindi. Waliofungwa kwa magonjwa inanena uponyaji, inanena afya. Waliofungwa fahamu zao inanena kurejesha akili mpya, inanena kurejesha ufahamu mpya. Rabakaya, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu imefunga neno yako, imefunga masomo yako, imefunga akili yako, imefunga fedha yako isiweze kuonekana. Damu ya Yesu, rabakaya, rabakaya. Sema damu ya Yesu, nena mema, naachilia damu ya Yesu, mwaga damu ya Yesu, mwaga damu ya Yesu, damu ya Yesu, rabakaya rabasaka. Damu ya Yesu mimilika, mimilika ndio kwenye udongo wa nyumba yangu, mimilika kwenye paa la nyumba yangu, mimilika ndio kwenye njia nakopita, mimilika damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Nena mema, nena mema ndio, nena mema ndio, nena mema ndio. Haijalishi umefungwa kwa miaka mingi, damu ya Yesu inafungua vifungo vyote. Haijalishi ndani ya miaka, hii ni damu yenye nguvu kuliko vifungo, hii ni damu yenye uwezo kuliko jambo lolote. Damu ya Yesu inanena mema kuliko kafara zote. Rabakaya, haijalishi wametoa kafara ngapi, kwa idadi nyingi sana, kwa damu ya Yesu haziwezi kusimama. Achilia damu ya Yesu. Yawezekana na hangaika kwa sababu ya mambo mabaya yanaonena katika ulimwengu wa kiroho, iko damu ya Yesu,
Yesu, achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu. Hii ni damu inayonena kuliko damu zote. Inawezekana unaandamwa sana na mabaya, unaandamwa sana na watu fulani, unaandamwa sana na maumivu makali, achilia damu ya Yesu. Inawezekana unaandamwa na huzuni, achilia damu ya Yesu. Rabakaya, achilia damu ya Yesu. Shika kazi yako, iweke ile damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu. Hii ni damu ya ajabu sana, inakomboa leo, inakomboa leo, wanakomboa leo. Hii ni damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Achilia leo, achilia leo damu ya Yesu. Rabakaya, wamezitumainia damu za kondoo, damu za wanyama, damu za ndege fulani, damu za viumbe fulani, lakini sisi damu ya leo na siku ya leo tunatumia damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu, ni zamu yako sasa. Achilia damu ya Yesu, ni saa yako sasa. Achilia damu ya Yesu. Rabakaya, rabasaka, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Sijaona watu wanaita damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Inanena mema, inanena mema ndio, inabomoa ndio, inaharibu ndio, inasafisha ndio, inaondoa ndio, inavunja ndio, inaharibu ndio. Rabakaya, inaondosha kabisa maagano yote, madhabahu za kipepo zinaondoka, maana hii damu inanena mema. Hii damu ilimshinda shetani. Achilia ndio, achilia ndio, achilia ndio. Damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Achilia damu ya mwanakondoo, inanena mema. Damu ya Yesu, tumeokolewa kwa damu ya Yesu, tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Inafufua damu ya Yesu, inaleta uzima. Damu ya Yesu inainua vilivyokufa. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Haijalishi mambo yako yamegoma kiasi gani, iko damu ya Yesu. Umepata nafasi ya kuitumia, itumie damu ya Yesu. Umepata fursa, itumie damu ya Yesu. Rabakaya, rabasaka, damu ya Yesu inapenya kwenye viungo vyako, inapita tumboni, inapita mahali popote palipofunga, panaweka huru. Wewe sema tu damu ya Yesu, hata kama ukikoma, ita damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Inanena mema ndio, inanena mema ndio, inanena mema ndio, inanena mema ndio. Nataka kuona watu wanaita damu ya Yesu. Rabakaya, rabasaka, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Nena mema, nena mema ndio, nena makanisa yote, nena mema kwa watumishi wako, nena mema ndio kwa kazi yao, nena mema ndio kwa biashara zao, nena mema ndio kwa hatua zao, nena mema ndio kwa watoto wao, nena mema ndio, nena mema ndio kwa nyumba zao na hatua zao, nena mema kwa miji yao. Rabakaya, nena mema ndio, nena mema ndio. Mahali palipofungwa panafunguliwa, panafunguliwa. Damu ya Yesu inaishi, inatenda kazi hii hai, inatenda kazi hiyo. Damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Rabakaya, remesekete, remesaka, remesaka, korandarabasaka, rabaseye, remesaka, rabasaka. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Hiyo damu, 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 hiyo damu inafanya kazi. Angalia damu ya Yesu inafanya kazi. Rabakaya, rabasaka. Hii damu, hii damu, hii damu, hii damu, hii damu, hii damu, hii damu inafufua kazi yako leo, inafufua chini wako jioni ya leo, inafufua ndoa yako, inafufua uelewano wako, inakupatanisha leo. Rabakaya, rabasaka. Hii damu ya Yesu inakomoa leo. Hii damu ya Yesu inainua leo. Hii damu ya Yesu inarejesha leo. Hii damu ya Yesu inafufua leo. Rabakaya, rabasaka. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Wanafunguliwa, wanafunguliwa, wanakombolewa, wanainuka tena, wanashinda vita, wanashinda vita, wanashinda vita, wanang'ara tena, wanang'aa tena, wanang'ara tena, wanainuka tena, wanashinda tena, wanavuka, wanavuka leo, wanavuka leo, wanavuka leo. Hakikisha umefikia wakati mgumu kiasi gani. Hii damu, 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 damu
damu ya Yesu, 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 inanena mema leo, inanena mema leo. Achilia hiyo damu kwenye mimi wa milango yako, achilia hiyo damu kwenye ardhi yako, achilia hiyo damu nyumbani kwako, achilia hiyo damu kwa mume, kwa mke, achilia hiyo damu kwa watoto wako. Rabakaya, damu ya Yesu, 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 achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu. Unanena mema kuliko damu zote za makafara zilizotolewa miaka 10 iliyopita, miaka 7 iliyopita. Rabakaya, rabasaka, damu ya Yesu, 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 rabakaya, damu ya Yesu inakomboa, damu ya Yesu inakomboa, damu ya Yesu inainua, damu ya Yesu inakomboa, damu ya Yesu inatakasa, damu ya Yesu inaleta upya. Achilia tu damu ya Yesu, rabakaya, rabasaka, damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Ikanena mema, itume tu damu ya Yesu, hebu iagize, niambie damu ya Yesu na kuagiza nyumbani kwangu, damu ya Yesu na kuagiza ndio kwenye biashara yangu, na kuagiza ndio kazini kwangu, na kuagiza ndio kwenye ndoa yangu, na kuagiza ndio kwa watoto wangu. Nenda kanena mema, nenda kanena mema, kanena mema ndio, kanena mema ndio. Rabaka ya remeseke, kanena mema. Damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu inanena mema. Hebu iagize wewe mamlaka, una kibali cha kuitumia hii damu. Hebu iagize, 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 iagize leo, 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 iagize, 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 iagize leo. Rabaka ya rabasaka, rabasaka, iagize, 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 iagize leo, iagize leo, damu, iagize leo, iagize damu ya Yesu na kuagiza leo. Iachilie damu ya Yesu, iachilie damu ya Yesu, iachilie damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu, damu ndio, damu ndio, damu ndio. Inakomoa, 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 inainua tena. Inawezekana umechoka sana kwa sababu ya kafara zao, inawezekana umechoka sana kwa sababu ya vifungo vyao, maneno yao, lakini acha damu ya Yesu ikanene leo. Acha damu ya Yesu inatosha kwa maneno yao, inatosha kwa mabaya yao, inatosha kwa yote yanaonena juu yako. Damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Iachilie damu ya Yesu, iachilie damu ya Yesu. Hii ni damu ambayo inanena mema, hii ni damu ambayo inanena mema. Iachilie ndio, iachilie ndio, iachilie ndio, iachilie ndio, iachilie ndio. Unayo mamlaka kutumia, iachilie damu hii ikainua huruma yako. Achilia, achilia damu hii ikanene ndani yako. Achilia damu hii, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Leo kaya rabasaka. Damu, 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 damu. Damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu ndio, damu ya Yesu ndio, damu ya Yesu ndio, ndio, ndio. Damu ya Yesu ndio, damu ya Yesu ndio, damu ya Yesu ndio, damu ya Yesu ndio, 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 damu, ndio, damu, ndio, damu, ndio, damu, ndio, damu, ndio, damu, ndio, 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 namlika, namlika, namlika. Haijaisha bado ipo, haijaisha bado ipo. Wewe sema tu naachilia damu, naachilia damu. Rabakaya, rabakaya, rabasaka, rabakaya, naachilia damu, naachilia damu, naachilia damu, naachilia damu. Bado ipo ndio, na kutosha, haijawahi kuisha kamwe. Hii ni damu ndio, damu ndio. Achilia damu, achilia damu. Rabakaya, rabasaka, achilia damu hiyo, achilia damu hiyo, achilia damu hiyo, achilia damu hiyo. Inafanya upya tena, inafanya upya tena. Rabakaya, rabasaka, reboseke, rebokaya. Hii ni damu ya ajabu sana. Iachilie ndio, iachilie ndio. Rabakaya, raboseke, rebokaya, inaramaseke, rebosaka. Damu ya Yesu inanena mema ndio, inanena mema ndio, inanena mema ndio, inanena mema ndio. Inachilia damu ya Yesu inapasua anga, inafuta ndio kila namna ya ushahidi, kila namna ya maneno, inafuta kumbukumbu yote na wachawi na maneno yao, na kila kunena kwa giza kunaondolewa
rabaseke. Achilia damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu inakomboa, ndio inakutenga na magonjwa, inakutenga ndio na uzito, inakutenga na kila hali ya giza, inakutenga na vifungo vyote. Damu ya Yesu inakutenga na mabaya. Damu ya Yesu inakondoa kwenye vita. Damu ya Yesu inakondoa kwenye mafarakano. Damu ya Yesu inaleta amani. Damu ya Yesu inaleta furaha. Damu ya Yesu inaleta uzima. Damu ya Yesu inaleta ushindi. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Nasi tunashinda leo, nasi tunavuka ng'ambo leo. Haijalishi kuna bahari kubwa na magari mbele yako, haijalishi kuna watu wangapi wamekuzunguka, lakini walishinda kwa damu hiyo. Nasi tunashinda leo. Haijalishi watu wangapi wanakuchukia, lakini damu ya Yesu inakupa ushindi leo. Haijalishi majeshi mangapi yako upande wako, lakini damu ya Yesu inakupa ushindi leo. Damu ya Yesu inakupa ushindi leo. Rabakaya rabasaka rabasekerebo kara ikanarabasekerebo saka. Tunashinda kwa damu ya Yesu. Tunavuka leo kwa damu ya Yesu. Tunavuka ng'ambo kwa damu ya Yesu. Tunashinda kwa damu ya Yesu. Tunashinda kwa damu ya Yesu. Tunavuka kwa damu ya Yesu. Rabakaya rabasaka. Tunashinda kwa damu ya Yesu. Pokea ushindi kwa damu ya Yesu. Pokea kuvuka kwa damu ya Yesu. Pokea ng'ambo kwa damu ya Yesu. Pokea kutawala kwa damu ya Yesu. Pokea kushinda kwa damu ya Yesu. Pokea kuvuka kwa damu ya Yesu. Pokea kwenda ng'ambo kwa damu ya Yesu. Rabakaya rabaseke. Ni mkombozi wa damu ya Yesu. Ni ushindi wa damu ya Yesu. Tunavuka kwa damu ya Yesu. Rabaseke ribukaya rabaseke. Rebaseke teribukaya. Tunashinda kwa damu ya Yesu. Nanda rabaseke ribusaka. Tunashinda kwa damu ya Yesu. Tunainuka kwa damu ya Yesu. 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 Inainua tena. Inakupa mwanzo mpya. Inakupa mwanzo mpya. Inakupa amani mpya. Inakupa mwanzo mpya. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu Kristo inakupa mwanzo mpya. Rabakaya rabasekelebukaya. Unapata mwanzo mpya kwa damu ya Yesu. Unashinda kwa damu ya Yesu. Asante Bwana. Asante kwa damu yako. Asante kwa damu yako Bwana. Asante kwa damu yako. Asante kwa damu yako Bwana. Asante Bwana kwa damu yako. Wewe ni Bwana. 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 Wewe ni Bwana.
tena siku ya leo. Asante, tunakushukuru Mfalme. Asante Bwana, wewe peke yako waleta mwanzo mpya. Wewe peke yako wainua Bwana. Wewe peke yako waleta mwanzo mpya. Na sasa umeleta mwanzo mpya tena Bwana. Waleta mwanzo mpya Bwana. Wewe Hosana, wewe Hosana, wewe Hosana, wewe Hosana, wewe Hosana, wewe Hosana, wewe Shukuru Mungu, mwambie Mungu asante. Asante Bwana. Mwambie tu Mungu asante kwa ajili ya damu yako. Asante kwa ajili ya damu yako. Maana damu yako imenena mema Bwana. Damu yako imetuokoa tena. Damu yako imeturejeshea Bwana haki zetu. Asante, asante Bwana kwa damu yako. Damu inayo mema kuliko damu zote. Damu inayo mema kuliko damu za matafani. Asante Bwana kwa ajili ya damu yako. Asante Bwana kwa ajili ya damu yako. Hili damu inayo mema kuliko damu zote. Inanena mema kuliko maneno yote. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Yesu. Asante Bwana. Amen. Hebu mshangilie Bwana tu. Inua tu sauti yako. Mshangilie Bwana, inua sauti yako. Tumeshinda kwa damu ya Mwana-Kondoo. Tumeshinda kwa damu ya Yesu. Tumeshinda kwa neno la msalaba. Tumeshinda kwa damu ya Yesu Kristo. Tumeshinda kwa damu ya Yesu Kristo. Tumeshinda kwa damu ya Yesu. Tumeshinda kwa damu ya Mwana-Kondoo. Tumeshinda kwa damu ya Yesu.